katika matangazo haya ya moja kwa moja kutokea hapa mkoani Lindi, mahali ambapo hii leo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba anashiriki katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa mradi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini ikiwa ni kampasi yake ya mkoa wa Lindi, ambapo chuo hiki kimejipambanua yakinifu kwamba mradi huu kwa shaka unaenda kuwa pamoja na mambo mengine utajikita kulingana na hali ilivyo katika mkoa wa Lindi, ambapo huku inafahamika kutokana na utajiri wake wa pwani nzuri, lakini uvuvi unaofanyika huku basi utaenda kujikita katika miongoni mwa zile ndaki za chuo hiki cha Dar es Salaam, chuo kikuu hiki kwa maana ya COAF, inayojihusisha na masuala ya tafiti, lakini uendeshaji na uzalishaji wa wataalamu wa masuala ya kilimo na masuala ya mifugo na uvuvi. Ndipo ambapo wakaona ipo haja ya kuweka mradi huu katika eneo hili la mkoa wa Lindi. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu amewasili katika eneo la mradi na anaenda kutoa maelezo. Karibu sana ufuatilie matangazo haya ya moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kampasi ya Lindi. Mimi naitwa Profesa Benedetta Kilian, ni naibu makamu mkuu wa chuo ambaye anashughulikia masuala ya fedha, administration na mipango, lakini pia ni mratibu wa mradi wa HEET Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kutoa maelezo machache briefly kwa ajili ya huu mradi. Mradi huu ambao leo utaweka jiwe la msingi unaongozwa na master plan ambayo ni hii hapa. Hii master plan ni ya miaka 20 kuanzia sasa hivi hadi 2045. Kwa hivyo hadi ikifika 2045 tunategemea majengo yote haya yaliyokuwa hapa na hii orodha yawe yamekamilika kutokana na mipango ya serikali na uwepo wa budget. Lakini kwa leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Ngongo tuna majengo 6. Kuna jengo la kwanza ambalo ndipo tupo hapa leo, ni jengo la utawala na taaluma, yani majengo pacha. Jengo la utawala lina vyumba vya mikutano, kuna chumba kimoja conference kinachukua watu kama 50 na vingine ni kama boardrooms ndogo ndogo, lakini pia kuna ofisi za wafanyakazi kama 12. Hili ni jengo la madarasa, kuna madarasa 6, kila darasa linachukua takribani wanafunzi 60. Kwa hivyo kwa ujumla linachukua wanafunzi 360. Kwa hiyo tunaweza tukasema approximately kama wanafunzi 400, lakini pia kuna ofisi za wafanya kazi. Na hizi ni picha tu zinaonyesha pande tofauti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tuna karakana kwa sababu inayokuja hapa ni ndaki ya kilimo. Kwa hivyo katika jengo hili kutakuwa kunakaa mitambo na facilities mbalimbali za kilimo na matrekta yanapaki hapa maeneo haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tuna maabara, jengo la maabara ambalo na lenyewe linachukua takriban wanafunzi 125 hivi kwa wakati mmoja, lakini pia lina ofisi za wafanyakazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tuna mabweni. Tuna mabweni hapa tunaonyesha bweni moja, lakini tuna mabweni mawili. Moja ni kwa ajili ya wasichana na lingine ni kwa ajili ya wavulana. Mchoro unavyojionyesha hapa ni floor ya chini na floor ya kwanza, lakini hili lina uwezo wa kuongeza floor 3 juu. Lakini kutokana na ufinyu wa budget tumeweza kujenga kwa awamu hii kama inavyoonekana hapo. Na kwa sasa hivi nachukua takriban wanafunzi 200. Lakini likiisha tunategemea ichukue wanafunzi hadi 800. Lakini katika jengo hili pia kuna ofisi ya warden, kuna sehemu ya kujisomea, kuna sehemu ya kufulia, lakini pia kuna huduma ya kwanza, chumba kwa ajili ya huduma ya kwanza. Ukiangalia ukipiga kutoka kwa juu majengo yanaonekana kwa mtindo huu, lakini hostel ziko kwa upande huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kampasi ya Lindi pia ina kituo cha utafiti ambacho kiko Ruangwa. Hichi ni kituo kidogo cha utafiti, lakini pia kule kuna ardhi kama ekari 400 kwa sababu tunahitaji ardhi ya kujifunza masuala ya kilimo. Katika kituo hiki cha utafiti kuna hostel ambayo inachukua wanafunzi kama 50. Upande huu ni wasichana na upande wa kule ni wavulana. Lakini pia kuna rooms kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Lakini pia tuna ofisi na madarasa ya kujifunzia ambayo yanachukua takriban wanafunzi 50. Lakini pia kuna sehemu ya kulia chakula
cafeteria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ni eneo la utafiti na ndio maana majengo yake ni ya wastani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ujumla mradi huu unagharimu bilioni 14.8, na kwa upande wa mkandarasi ambaye anajulikana kama Shandong High Speed Company, Chinese company, yeye gharama yake ya mradi ni bilioni 13.7. Alafu kama bilioni 1 ni consultant ambaye ni geometry consultant ambaye tuko naye hapa leo. Tumeshafanya malipo kwa mkandarasi about 50% kama 5.9 billion, na tunaendelea naye vizuri pamoja na changamoto za hapa na pale. Lakini kwa consultant pia na yeye gharama yake ni kama bilioni 1 na ameshachukua kiasi cha kutosha. Kwa ujumla ili eneo lina ekari kama 400 kwa ajili ya hii campus ya Lindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawasilisha. Asante sana kwa kunisikiliza. Kwa upande wa hostel, labda niseme kiwango tunachojenga akifiki ni asilimia ndogo sana ya majengo ambayo tunajenga. Kwa mfano katika mabweni hapa tuna mabweni 12 katika mpango wetu, lakini tunajenga mabweni 2 tu. Na mabweni hayo 2 pia tunajenga floor 2 tu. Kwa hivyo kuna mabweni kama 10 ambayo hatuwezi kuyajenga kutokana na budget ceiling ambayo tunayo. Lakini kuna cafeteria, kuna lecture theater, lakini pia kuna nyumba za wafanyakazi ambazo na zenyewe hazipo kwenye hii plan. Kwa hiyo bado kuna mahitaji makubwa ya kuifanya hii campus iweze kuwa 100% operational. Lakini otherwise kwa sasa hapa ndipo tulipofikia, na kama tunasema kuanza next academic year inaweza kuchukua roughly kama wanafunzi 400 kwa mwaka wa kwanza. Lakini of course itahitaji investment ya serikali ili kuweza kuona kila mwaka tunaweza kuchukua wanafunzi. Asante Mheshimiwa. Asante. Asante sana. Na mtazamaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu anakwenda kuweka jiwe la msingi. Na mtazamaji, na sasa baada ya maelezo yaliyotolewa na Profesa Benedetta Kilian, sasa jiwe la msingi, hafla yenyewe ndio inaenda kufanyika, na sasa tusikilize kinachoendelea pale. Waziri wa Elimu, Katibu Mkuu wa Elimu, Mwenyekiti wa Baraza, Waziri Mkuu hapa yupo na Mkuu wa Mkoa, Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa mbunge pia tupo naye hapa, naye amejipanga vizuri kabisa. Tukio letu hapa ndio na kushuhudia 1, 2, 3, nisikie makofi na vigelegele vya kutosha. Imeandikwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, jiwe la msingi la ujenzi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya Lindi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam limewekwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo tarehe 20 Disemba 2025. Nisikie makofi tena na vigelegele vya kutosha. Asante sana. Basi kwa sasa tutaelekea kwenye eneo letu la tukio. Na mtazamaji, jiwe la msingi limekuwa rasmi sasa, na kabla ya zoezi hilo yalikuwa natolewa maelezo mahususi na kabambe kabisa kuhusu mradi huu ambao unatekelezwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika eneo hili la mkoa wa Lindi, ambapo maelezo yalikuwa yanatolewa na Profesa Benedetta Kilian ambaye yeye kwenye mradi huu ndiye mratibu wa mradi kuanzia kwenye hatua zake za awali mpaka sasa hivi ulipofikia hatua hizo za utekelezaji. Lakini kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wadhifa wake vile vile ni makamu mkuu wa chuo anayehusika na masuala ya fedha na utawala. Na sasa mara baada ya uwekwaji wa jiwe la msingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mgeni rasmi katika tukio hili anaelekea
katika eneo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi waliojitokeza katika eneo hili la Ngongo, mahali ambapo ndipo mradi unatekelezwa hapa mkoani Lindi. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu anaelekea eneo hilo, huku wananchi nao wakiwa wanainuka kwa ajili ya kumlaki, wakipokelewa na mziki mboko hapa. Na sasa nikukaribishe kufuatilia matangazo haya mpaka tamati yake, mtazamaji, popote unapofuatilia matangazo haya. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla hatujaketi basi kwa ruhusa yako naomba tuimbe wimbo wa taifa tukiongozwa na brass band ya Jeshi la Polisi wakiongozwa na ASP Mayovera. Naomba utulivu tafadhali, tuimbe wimbo wa taifa na Afrika Mashariki. Oh,